Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea updates kuhusiana na moja kati ya habari ambazo sasa hivi hapa zina make headline huko mtandaoni. Ni kwamba Diamond Platnumz anazidi kufanya vizuri kupitia platform ya Boomplay. Bwana, kwenye upande wa Boomplay hapa Tanzania ni moja kati ya platform ambazo za kustream music ambazo zinatumika zaidi. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba katika platform ambazo zinatumika zaidi hapa Tanzania basi Boomplay ni mojawapo. Unaona, ukiachana na YouTube then inakuja Boomplay. Spotify hapa Bongo watu sio watumiaji sana hivyo, lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa Boomplay. Sasa huko Boomplay bwana, Diamond kama alivyokuwa mbabe kwenye upande wa YouTube hapa Tanzania, basi huko Boomplay pia the same. Ni kwamba huko Boomplay napo Diamond Platnumz anakimbiza, anakiwasha vile vile kama ilivyokuwa YouTube wanavyowafanyia wasanii wenzie. So this time around inaweza kusema wazi kabisa kwamba Diamond anaongoza kwa mara nyingine na anazidi kuwaacha mbali wenzie, kwa sababu ndiye msanii mwenye streams nyingi zaidi kupitia huo mtandao wa streaming wa Boomplay hapa Afrika Mashariki. Na sio tu Afrika Mashariki, ni kwamba hata South Africa pia hakuna msanii ambaye anayemfikia Diamond kwenye upande wa kupiga streams nyingi huko Boomplay. So hii bwana ni habari ambayo tumeipata moja kwa moja kutoka katika page mbalimbali. Lakini pia tumepita katika page ya Boomplay Tanzania na Boomplay Africa, tumekutana na hii habari wakiwa wameiweka hapo urazi. Kupitia Boomplay Tanzania wameandika kwamba congrats to Diamond Platnumz for officially surprising the big number. Wameandika kwamba congratulations, yani hongera kwako Diamond kwa kufikisha streams kubwa ya milioni 500 Boomplay. Kwa Kiingereza wameandika kwamba congratulations to Diamond Platnumz Simba for officially surpassing the big number of 500 million streams on Boomplay, making him the first artist from Eastern and Southern Africa to reach this milestone. Wanamaanisha kwamba hii imemfanya Diamond awe ndio msanii wa kwanza kwa upande wa Afrika Mashariki na Kusini kufikisha namba hizo. Kwa hiyo ukianzia hapa Afrika Mashariki yote hii pamoja na Afrika ya Kusini yote, yani ukizungumzia Namibia, South Africa, Mozambiki, Malawi, Zambia, kote huko hakuna msanii ambaye amefikisha namba hizo ambazo Diamond amezifikisha. Kwa hiyo ukiachana na Diamond, waliomzidi ni watu kutoka magharibi huko Nigeria basi, lakini hawa huku hakuna ambaye anamfikia Diamond kwa streams huko Boomplay. Kwa hiyo wamempa pongezi wao wenyewe, lakini pia wameandika kwamba tangu enzi akamwambie mpaka Komasava na hits nyingine nyingi ni wimbo wake upya ambao unakukosha zaidi mpaka leo. Wanasherehekea naye kwa kuendelea kusikiliza nyimbo zake kupitia application ya Boomplay. Boomplay wenyewe Tanzania wameandika hivyo. Kwa hiyo hii bwana imekuwa ni habari kubwa hapa Bongo kwa wadau wanaofuatilia muziki au bwana kuhusiana na hiyo milestone ambayo Diamond ameifikia. Ni very impressive. Naelewa, yani ni very impressive kwa sababu hakunaga tena kama wenyewe walivyoandika kwamba hakuna msanii mwingine ambaye amefikisha streams hao Afrika Mashariki na Afrika Kusini. Yani Afrika Mashariki na kati, yani ukikata ili bara la Afrika kushuka chini, Diamond ndo kiboko yao. Au bwana. So kupitia kurasa wa Wasafi wenyewe pia wameandika kwamba Diamond ameendelea kuthibitisha kuwa yeye ndiye mfalme wa muziki Afrika Mashariki na Kusini baada ya kufikisha streams zaidi ya milioni 500 huko Boomplay. Kwa rekodi hii, Diamond anakuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki na Kusini kufikisha hatua kubwa kama hii, akiwa anazidi kuthibitisha nguvu yake kwenye muziki wa Afrika na kimataifa. Safari yake ya muziki imekuwa na mafanikio makubwa, na idadi hii ya streams ni ishara ya jinsi mashabiki wake wanavyomuunga mkono yeye pamoja na kazi zake. Kwa kila wimbo anaotoa, Diamond anaendelea kuweka historia mpya, kupata wasikilizaji wengi zaidi ndani ya muda mfupi. Hivyo basi, huu ni utambulisho tosha kuwa Diamond ndiye msanii mwenye wasikilizaji wengi zaidi kutoka Afrika Mashariki na Kusini. Mambo hayo. Umeona bwana? Kwa hiyo Mnyamwezi yuko 500 million streams. Tunasema 500 million streams maana yake ni kwamba ana nusu ya bilioni streams Boomplay, ambapo nusu ya bilioni streams ni milioni 500. Hizo ndizo streams za Diamond Platnumz
huko Boomplay. So kutokana na mafanikio hayo basi wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao kama ilivyokuwa kawaida. Kuna mtu hapa anaandika kwamba bwana njoo kwenye Spotify sasa tuone na kwenye hapo na streams kama hao. Kuna mtu ameuliza, huyo anaitwa Ayo Thug ameuliza hivyo. Na hiki ndio kitu ambacho nimekiaddress tokea mwanzoni, awali kabisa mwanzoni mwa hii video, ni kwamba nilizungumza nikasema kwamba kwenye upande wa platforms ambazo zinatumika zaidi hapa Tanzania, hii Boomplay ni platform ambayo inatumika sana. Ukiachana na YouTube kwenye upande wa kusikiliza muziki, Boomplay ndio inayofuata. Watu wengi sana wana hiyo application, na kuna simu nyingine za Tecno ukizinunua unakuta tayari Boomplay imeshakuwa installed kama YouTube the way ambavyo inavyokuaga. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Haya. So ukienda kwenye upande wa Spotify wa Tanzania wengi sana watumii, kwa sababu Spotify yenyewe bwana iko kidogo complicated. Quality ya muziki ni nzuri sana, lakini pia kuna mambo ya malipo. Huwezi kurudisha muziki, huwezi kurudisha nyuma, huwezi kupiga back next mwisho mara 5 kama hujalipia. Umeona bwana? Kwa hiyo masharti hayo wabongo hawayataki. Na wabongo wanapenda vya bure. Kwa hiyo wengi sana wanadondoka Boomplay. The same pia Audiomack kidogo watu huaga wanatumia, lakini watu sio wapenzi sana wa Audiomack hivyo kama the way ambavyo Boomplay ilivyoteka soko la muziki hapa Tanzania. Na ndio maana unaona kwamba wasanii wengi sana wana namba nyingi Boomplay, kwa sababu Boomplay ndio application ambayo inatumika zaidi hapa Bongo kwa kustream music. So I hope utakuwa umenielewa. Lakini hata huko Audiomack pia Diamond ndo anaongoza kwa streams vile vile, na hata Spotify. Umeona bwana? Tokea alivyotoa kwa Masava, Diamond ameshika nafasi ya kwanza kwa jumla ya streams zote katika platform zote hizo ninazokutajia za kustream music. Haya. So kuna mtu hapa anasema bwana Grammy ije Tanzania sasa, mambo ya streams ya nini hapa? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana music platform ya kiboya kabisa hii. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana huyu ndo mkali wa hizi kazi. Kwa sababu bwana huyo ndo Simba haujui. Kuna mtu anasema bwana kama uko single, haya huyu amekuja kujitangaza. Kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana bado najiwazia tu. Hivi ni kwamba nyie wote okay, huyu amekuja kutangaza. Kwa mtu anasema bwana Koma Save imeplay part kubwa sana kufikisha hizo streams. Ya huenda inawezekana. Kwa mtu anasema kwamba najua kuna future wife wanahitaji bundle. Please wife material. Ni mtandao gani? Okay. Haya mambo haya. So kila mtu amekuja kuweka maoni yake kuhusiana na hii situation. Ukiwa kama mdau na wewe, hebu tuwekee na wewe pia maoni yako katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana nataka nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.